Sema Roho Mtakatifu, asante Bwana kwa ajili ya jioni ya leo ambayo umenipa neema ya kuwepo mbele zako siku hii mpya. Katika jina la Yesu ninauleta moyo wangu kwenye madhabahu yako jioni ya leo. Niko tayari Bwana, upate kunihudumia sawa sawa na mapenzi yako. Roho Mtakatifu, ninakukaribisha tena jioni ya leo katikati yetu. Achilia nguvu zako, achilia uweza wako, achilia nguvu zako, achilia uweza wako kwenye maisha yangu. Litume neno lako jioni ya leo liweze kuyabadilisha maisha yangu jioni ya leo, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Nikakwambia imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu ni imani ya kumpokea Roho Mtakatifu na kujazwa Roho Mtakatifu. Imani ya kumpokea na kujazwa Roho Mtakatifu ni kazi ya Mungu ndani ya mwamini, ambapo Roho Mtakatifu humjaza mtu nguvu, utakatifu, ujasiri na uongozi wa kiroho ili kuishi maisha yanayompendeza Mungu na kutumika katika kazi yake. Ni kazi ya Mungu ndani ya mwamini au ya mlokole au ya mtoto wa Mungu, ambapo Roho Mtakatifu humjaza mtu nguvu, utakatifu, ujasiri na uongozi wa kiroho ili kuishi maisha yanayompendeza Mungu na kutumika katika kazi yake. Kwa lugha nyingine, huwezi kuishi maisha yanayompendeza Mungu bila ujazo wa Roho Mtakatifu. Hata kama umeokoka, huwezi. Kwa lugha nyingine, nataka kuwa mtakatifu mwalimu, unahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu anapokujaza anakujaza pia na utakatifu ndani yako. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Tunapozungumza juu ya imani ya ujazo wa Roho Mtakatifu, ni imani inayokupa ufahamu wa kuwa na hakika juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu na nguvu zake. Kwa sababu wako wengine wanajua Roho Mtakatifu yupo, lakini uhakika wa uwepo wa nguvu wa Roho Mtakatifu na nguvu zake hawana. Ule uhakika ule, ile hakika ya moyoni, ile ndio inaitwa imani. Na imani chanzo chake ni kusikia. Ndio maana unaona toka siku ya kwanza nazungumza Roho Mtakatifu, mpaka usikie moyoni mwako imani juu ya Roho Mtakatifu inyenyuke, iumbike vizuri. Haleluya watu wa Mungu. Nikakueleza unapojazwa Roho Mtakatifu mambo yafuatayo hutokea. Mengine nimeshakwambia. Unapokea uhai au uzima, kuishi. Unapokea usemi au lugha mpya. Roho Mtakatifu anapokujaza, si tu anakujaza nguvu, zile nguvu zake huwa anakujaza na kitu kinaitwa mafuta. Mafuta kazi mojawapo ni kuvunja nila. Kwa hiyo tunategemea mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu vizuri, nila za vifungo zisiwepo kwenye maisha yake. Ndio maana ukikutana na watu waliojazwa Roho Mtakatifu vizuri, hawana hata muda wa kufundishwa juu ya ukombozi, sijui kufunguliwa. Huo muda haupo. Afunguliwe nini tena? Wakati Roho Mtakatifu alipomjaza alivunja na nila za vifungo kwenye maisha yake. Ndio maana unakuta kuna aina ya watu hawaamini juu ya kufundishwa habari za deliverance. Usije ukafikiri wanakosea. Maanake kinachofanya wasiamini juu ya deliverance ni kwa sababu ya huu ujazo wa Roho Mtakatifu. Na nikakuonyesha kanisa likijaa, wewe ukijazwa Roho Mtakatifu huko ndani, nila
vifungo vinakatika. Lakini wewe mwenyewe unapokea mafuta juu yako ambayo ukienda kwa watu wengine vifungo vilivyowakalia vinakatika. Jina la Yesu libarikiwe. Nila zinapasuka na kuachia. Na nilikusomea maandiko. Na ndio maana ujazo wa Roho Mtakatifu ni muhimu. Kanisa haliwezi kuwa huru bila ujazo wa Roho Mtakatifu. Kanisa lolote kama halijajazwa Roho Mtakatifu, unajua kinachotokea? Watu wanaishi kwa hofu, hawana uhakika wa kwenda mbinguni. Maisha ya dhambi yanajaa ndani ya umu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Anaondoa kabisa. Anasafisha matakataka. Ndio maana ile siku ya Pentekoste ndimi za moto ziliwakalia. Unaujua moto kwa nini Roho Mtakatifu anauleta? Kwa ajili ya utakaso. Kuteketeza chochote kisichohitajika ndani yako, tabia, maroho, magonjwa. Yeye anaitwa consuming fire, moto ulao. Haleluya. Ndio maana unaona uhai wa Mkristo haupimwi kwenye kuabudu wala kusali kanisa fulani. Uhai wa Mkristo unapimwa juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu ndani yake. Kwa sababu Roho Mtakatifu asipojaa ndani, wewe unapoa. Unakumbuka ile kanisa ambalo Yesu analiambia, wewe hauko moto wala hauko baridi, una uvuguvugu. Kumbuka ni kanisa hilo. Ukiona Biblia inahitaja kanisa, manake watu waliookoka na wakaanza kumtumikia. Afu Yesu analitazama anasema ukatubu wewe. Analiambia kanisa litubu. Sasa mwingine akishaokoka anasema mimi nilishatubu. Ulishatubu? Sawa, ulishatubu, lakini vipi maisha yako yamekaaje? Yako kama kanisa la Philadelphia au yako kama kanisa la Efeso ambalo kilitazama nje lilikuwa limefanikiwa kiuchumi, liko well organized, lakini ule upendo wa kwanza Mungu anasema siuoni ndani ya lile kanisa. Uwe mwenye kukesha. Au uko kama kanisa la Teatila au Leokadia, unaangalia, unaona, unapima hali ya kanisa ilivyo. Kwa unagundua watu wengi ni kupoa. Ukisha poa na unazama poza. Uwezi kupoa alafu uzae moto. Unazaje moto? Unazama pooza. Kazi zako zinakuwa mapooza, biashara yako mapooza, ndoa yako mapooza, kilimo chako mapooza, injili yako mapooza, mafundisho yako mapooza, kila kitu mapooza, mpaka afya mapooza. Sumepoa, inzi wote wanatua mapooza. Unaanza kusema yani siku hizi wanaume wananifuatilia, hawajui kuwa nimeokoka. Kwani inzi wanafuatiliaga pasafi? Jina la Yesu libarikiwe. Maposa, uwe faya uone. Unapojazwa Roho Mtakatifu nini kinatokea? Sikiliza hili jambo la msingi. Unapojazwa Roho Mtakatifu, moja ya kitu kinachotokea ni hiki: uwezo, vipawa, karama na maisha yaliyokuwa yamefukiwa au kufunikwa, ambayo hayakuwahi kuonekana, yani yalifichwa ndani yako, hayakuwahi kuonekana, huwa yanafunuliwa. Naposema yanafunuliwa, maana yake yanawekwa wazi, yanakuwa yako. Wengine ukizungumza uwezo, wengine ndio utasikia wanasema nyota, nyota, nyota. Uwezo wa mtu aliozaliwa nao, una uwezo wa kufukiwa. Na ngoja nikwambie tena, nyakati tunazoishi, uwezo wa mtu aliozaliwa nao, uwezo mwingine unaweza kufukiwa na mifumo iliyompokea wakati anazaliwa. Mifumo ya kifamilia, mifumo ya kijamii, mifumo ya kiukoo, mifumo ya kikabila inaweza kumfukia mtu. Yani mtu anaweza akazaliwa na uwezo. Kwa hiyo sasa
Roho Mtakatifu anapokuja na nguvu zake, anafunua vilivyokandamizwa kwenye maisha yako, anayafunua maisha ambayo hayakuonekana. Sasa anapoyafunua namna hii, ndipo wewe mtu wa risi unaanza kuonekana duniani. Unasema, mwalimu, unapata wapi huo mfano? Mbona unaongea vitu gani hivyo? Ngoja nikupe. Fungua kitabu cha Waamuzi, anzia mstari wa 33 mpaka 34. Kabla ya mstari wa 33 mpaka 34, naomba tusome ule mstari wa 14 mpaka ule wa 16. Maandiko yanasema, Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninayekutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase. Sema, ndio walio maskini sana. Alafu anasema, na mimi ndiye niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Haya, mstari wa 36. Gideoni akamwambia, mstari wa 33, sio 36, 33 mpaka 34. Maandiko yanasema, wakati huo Wamidiani na Wamaleki na hao wana wa mashariki walikutana pamoja, wakavuka na kupanga hema zao katika bonde la Ezeeli. Lakini roho ya Bwana ikaja juu yake Gideoni, naye akapiga tarumbeta, na Abiatheri wakakutanika na kumfuata. Jina la Yesu libarikiwe. Angalia, nataka uone, roho ya Bwana ikaja juu ya nani? Yake. Naye alipopiga tarumbeta, watu wote wale wa kabila lile lingine waliamua kufanya nini? Kumfuata. Unajiuliza, walikuwa wapi siku zote? Unasema, watu hawanifuati, bado roho hajajaa. Kwa nini mimi watu hawanifuati, mwalimu? Kwa nini mimi watu hawanifuati? Subiri ujazwe roho. Gideon, roho wa Bwana alipokuja akampa na ufunuo wa kupiga nini? Tarumbeta. Huyu kijana wakati anakutana na Mungu kwa mara ya kwanza, kama ambavyo nafundisha hapa, utasikia mtu anasema, mimi ni maskini sana mwalimu. Wewe sio wa kwanza kusema hiyo. Gideon alisema, amezaliwa kwenye taifa limemwasi Mungu. Mungu ametoa adhabu. Hili taifa wanateswa na mataifa mengine, taifa la Mungu, lakini wanateseka. Kwa nini? Wamemwasi Mungu, wameicha miungu mingine, hawakutisa kwa sababu hawakutii sauti yake. Baadaye watu wakawa wanamlilia Mungu. Siku moja malaika akatokea akamkuta kijana mmoja anaitwa Gideon, anapepeta ngano azitunze kwenye shinikizo, kwenye handaki, kwa sababu wale wa maadui walikuwa wakija wanachukua vyakula vyote, wanabeba na mifugo, wanawafanya wawe maskini. Gideon anaficha ngano ili sibebwe na maadui. Maandiko yanasema yule malaika akamwambia, amani iwe nawe, shujaa. Gideon aligeuka akamtazama namna hii, afa akamwambia, mimi shujaa? Kama Mungu yuko pamoja nasi, kwa nini ametuacha tuwe hivi? Yako wapi yale matendo ambayo baba zetu walitusimulia kwamba Mungu huyu ndiye aliyewatetea? Yako wapi? Mbona huyo Mungu ndiye na mimi nilipokea hiyo imani, lakini simuoni huyo Mungu. Yako wapi hayo matendo ambayo baba zetu walitusimulia? Yako wapi? Gideon anauliza maswali. Malaika akamwambia, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli. Gideon akamtazama malaika akasema, huyu malaika anielewi. Akasema, sikiliza, mimi natokea familia yangu ndio iliyo maskini, jamaa zangu ndio walio maskini katika Manase. Yaani mimi nimezaliwa kwenye ukoo ambao umaskini wake sisi ndio wa mwisho kwenye kabila letu.
Jamaa yangu ndiyo iliyo maskini katika Manase, yani kwenye kabila letu sisi ndiyo masikini. Mimi nawezaje kuwaokoa? Nani atanisikiliza maskini mimi kapuku? Nani atanisikiliza? Nani atanielewa? Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wananielewa mpaka hapo? Nakupa hii habari uweze kusikiliza, uone Mungu hatishiki na hali yako. Mungu hatishiki na misingi iliyokubeba wewe wakati unazaliwa. Mungu hatishiki na historia ya familia wala ukoo. Mungu hatishiki na mizimu ya kwenu. Mungu hatishiki na uchawi wa kabila lenu. Mungu hatishiki na chochote cha asili ambacho wewe umesimuliwa kwenye familia yako. Hakimtishi Mungu hata siku moja. Hali yote unayoiona haimtishi Mungu. Unajua Mungu anamwambia, anapomweleza Eva akamwambia, kingine bado hujajua. Kwenye tamaduni zetu, mimi niliye mdogo sina sauti. Ndio maana mimi nimetumwa huku kuja kuweka ngano. Nyumbani kwa baba yangu mimi ndiye niliye mdogo. Kwa lugha nyingine, mimi ni tegemezi. Hata chakula ninachokula ninalishwa nyumbani. Alafu unaniambia nikawaokoe Israeli? Kwa namna gani? Unaona Mungu anavyoongeaga lugha. Biblia inasema roho ya Bwana ikamchilia yule Gideon aliyekuwa anasema siwezi, mimi natoka familia maskini. Anasema mimi hapa ni mdogo kwenye nyumba ya baba yangu, hakuna mtu anaweza sikia sauti yangu. Gideon yule roho ya Bwana ilipomchilia, maandiko yanasema akapiga tarumbeta, watu wakamfuata. Yule aliyesema nani atasikia sauti yangu? Unapojazwa Roho Mtakatifu, kuna uwezo wewe unao mama, kwenye uzee wako huo kuna uwezo unao wewe, lakini umefunikwa. Ukijazwa Roho Mtakatifu, ule uwezo unaonekana. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Amua moyoni, inawezekana. Inawezekana. Gideon aliamua, akakaa mbele za Bwana, akamwambia ninafanyeje sasa? Ninafanyeje? Nimejua wewe ni Mungu. Akainua madhabahu, akatoa na sadaka. Mungu akamjia usiku kwenye ndoto, akamwambia kuna shida moja tu. Vitu vilivyokandamiza familia yako, aya maroho aya, baba yako ameinua madhabahu ya miungu bahari. Kwa hiyo kuna mashetani hapa yanaozuia wewe. Ni mtu unaweza kusaidia taifa, lakini mashetani yamefunika uwezo wako. Kuna watu hapa, nyinyi ndio funguo za familia zenu, lakini kwenye ulimwengu wa roho umefunikwa. Hakuna wa kufunua. Gideon hakuombewa, ni roho wa Bwana alikuja kwenye maisha yake. Ni roho wa Bwana alikuja kwenye maisha yake akafunua. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Acha kukaa tu. Sisi ni wa hivi. Nani kakwambia? Nakuuliza, nani kasema? Inawezekana familia yako haijawa na mkosi kama familia ya Gideon, lakini Gideon aliinuliwa kusaidia taifa lake. Kwako pia inawezekana. Hatuinuliwi kwa historia, tunainuliwa kwa roho wa Bwana. Hatuinuliwi kwa kuzaliwa familia nzuri, tunainuliwa kwa roho wa Mungu aliye hai. Roho wa Mungu ndiye ambaye anainuaga. Wako wapi vijana na mabinti ambao hawatakubali kutembea kama ndugu zao kwenye familia? Unahitaji ujazo wa roho. Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Unahitaji ujazo, kwa sababu ujazo utakupa ujasiri.
Utasema kwani walioenda South Africa wana nini bwana? Wana macho mawili kama mimi, na mpua kama mimi, na mdomo kama mimi, na mimi ni kijana. Mama yangu alizaliwa akabahatika kutuzaa sisi. Sisi tunaacha alama gani kwenye vizazi vitakavyokuja? Sitakubali nikae hapa. Unakunguta ile misingi, unasema mimi naenda huko, Mungu uende pamoja nami. Kama baba yako ameokoka au mama yako ameokoka, na kama hajaokoka unaenda kwa mchungaji wako, unapiga magoti, unasema mchungaji niombee, ninakokwenda na muhitaji Mungu tu, kwa sababu bila Mungu siwezi. Nahitaji niende, miaka ijayo sitarudi hapa, nitarudi baada ya miaka kadhaa. Nikirudi hapa natakiwa kurudi nikiwa mwingine kabisa. Uone kama Mungu atakuacha. Sasa leo tuna vijana mioga tu. Andika Marko, namalizia hapo, Marko 5 mstari wa 1 mpaka wa 20. Nchi ya Wagerasi, lakini naomba nikusomee mstari wa 15, wa 18 hadi wa 20. Ndio tumemaliza hapo. Naona dakika zimenitupa mkono. Nchi ya Wagerasi, nasikia mzigo sana leo. Ujazo wa Roho Mtakatifu. Waliojaa Roho Mtakatifu sio wapumbavu, watu wa Mungu. Unakumbuka Matendo ya Mitume, watu walipojaa Roho Mtakatifu, wakina Paulo walienda wapi na wapi? Walizunguka bara la Asia lote. Unawezaje kujaa Roho Mtakatifu afu wewe mfanya biashara unashinda tu hapo hapo? 5:15 utashangaa, na ule wa 18 hadi wa 20. Wakamwendea Yesu, wakamwona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi. Wakaogopa. Sema ana akili zake. Maana yake wakati akiwa na pepo hakuwa na akili zake. Maana yake zilikuwepo akili, lakini sio za kwake. Kwa hiyo zikawa zinamuendesha kufanya vitu ambavyo sio vya kwake, zikamfanya aishi maisha ambayo sio ya kwake. Analala makaburini, amefungwa minyololo. Lakini walipomwendea Yesu, wakakuta yule aliyekuwa na pepo ana akili zake. Napenda hapa, ana akili zake. Maana yake zile za mwanzo hazikuwa akili zake. Akili zake zilikujaje? Angalia, fungua Mathayo 12. Niunganishe tu hapo, Mathayo 12. Umeiona Mathayo 12? Bwana Yesu asifiwe. Angalia Mathayo 12:28. Anasema, lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Angalia hiyo sentence. Anayezungumza ni nani hapo? Anayezungumza ni nani hapo? Kwamba kumbe pepo huwezi kutoa kwa sauti nzito, kwa jina la Yesu toka. Mwalimu, kwa kuwa na sauti nzito ni mbaya? Hapana. Mungu ametuumba tumetofautiana. Sasa wewe mdada kasauti kako kenyewe, jamani Bwana asifiwe, alafu nataka kuseme kama mwalimu hivi, kwa jina la Yesu. Haiwezekani. Sauti hiyo hiyo ya Bwana asifiwe, kwa jina la Yesu, pepo toka. Hivyo hivyo ka sauti yako pepo toka. Kinachotoa sio sauti, kinachotoa ni Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako. Ndio maana Yesu akasema, nikitoa pepo kwa Roho Mtakatifu, ufalme wa Mungu umewajilia. Ukitoa pepo kwa Roho Mtakatifu, mahali palipokuwa panauma, uzima unaingia. Watu wangapi wananielewa ninachosema? Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Yesu alipokutana na huyu wa nchi ya Wagerasi, wakati anatoa yale mapepo, Roho Mtakatifu alihusika. Mapepo yakatolewa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alipohusika, akili zake yule mtu akawa nazo. Mungu anajua akili zako ambazo hata wewe usijui. Hii sentence ngumu, mtazame jirani yako, mwambie, unajua Mungu anajua akili zako ambazo wewe huzijui, kwa sababu yeye ndiye aliyeziweka. Jina la Yesu libarikiwe. Wewe sio ukudondoka tu, Mungu alikudesign akaweka akili, na kama yeye ndiye aliyeziweka, yeye ndiye anayezijua zina kiwango namna gani. Bahati mbaya tulipozaliwa, tumezaliwa kwenye mifumo iliyopiga huo uwezo wa kiakili. Kwa tunaishi tukiwa hatuna akili zetu sawa sawa. Ndio unashangaa vingine ukifanya mpaka unajiuliza, hivi ni mimi? Hujai kuona unajiuliza maswali ya namna hiyo? Unawaza mwenyewe.
Alafu saa nyingine ukifanya biashara iende, unasema hivi mimi na shida gani? Hivi mimi ni wakufeli hapa? Hivi mimi ni wakulala njaa? Hujawahi kuona maswali hayo? Kwa nini unajiuliza? Kinachouliza ni uwezo ulioko ndani, kwamba uwezo ulioko ndani Mungu alioweka una maisha ambayo ni zaidi ya hayo unayoyaishi leo. Shida iliyoko ni kwamba huo uwezo umefunikwa, na kilichofunika uwezo ni vitu mbalimbali: mazingira uliolelewa, maisha uliokulia, nguvu za giza zinazopambana kwenye ulimwengu wa roho, hali ya kiroho ya familia yako inaweza funika uwezo. Mwalimu, unaongea nini? Sikiliza bwana wewe, hali ya kiroho ya familia inaweza funika mpaka uwezo wa kihuduma, huduma kabisa. Kipawa Mungu ameweka ndani kikafunikwa kwa sababu ya hali ya kiroho. Giza lililoko kwenye familia linaweza funika. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Unaweza ukawa unapambana kwenye maisha, sijui unanielewa, alafu unaweza ukasema sisi ndivyo tulivyo, sisi tuna mkosi. Hamna mkosi nyinyi, kuna vitu vimefunikwa kwenye familia na lazima vifumuliwe kwenye semina hii. Kila kilichofunikwa kwenye familia yenu lazima kifunuliwe. Nakwambia lazima kifunuliwe, sio kwa nguvu wala kwa uwezo, bali ni kwa Roho wa Mungu aliye hai. Kila kilichofunikwa kwenye maisha yako lazima kiwekwe wazi. Simama kwa miguu yako. Nyanyua mikono yako, nyanyua mikono yako. Ninaiona nguvu ya Mungu leo, ninauona uwezo wa Bwana, ninaona maajabu jioni ya leo, ninaona nguvu, ninaona ushindi, ninaiona power, ninaona uwezo kwenye ulimwengu wa roho, uwezo wa kuandika historia mpya kwenye familia za watu. Ninaona nuru ikitokeza, ninaona mwangaza. Ninaona giza likisalenda, ninaona mapepo yakisema tunaachia, hatutakamata tena uwezo wake, hatutakamata tena nyota yake, hatutakamata tena uchumi wake. Ninaiona nguvu ya Mungu ya ajabu, ninaona uwezo wa ajabu, ninaona uwezo wa ajabu. Hakuna misingi ya kukushikilia, hakuna joka la kukushikilia, hakuna uchawi wa kukushikilia, hakuna miungu ya kuzuia, hakuna mapepo ya kuzuia, hakuna uchawi. Uchawi hautanyamazisha familia yako. Usihangaike na mtu, wahudumu watahangaika naye. Uchawi huo hautazuia. Huo uchawi hauwezi kumshinda Roho wa Bwana. Huo uchawi, ninaona uchawi ukiyeyuka, mapepo yakisalenda, kuzimu ikitaruki, machoka yakiachia hatima za familia za watu. Paga kule nyuma. Mapepo mnasikia hii lugha, kuzimu mnasikia, wachawi mnasikia, wachawi mnasikia, wachawi wa hiyo familia, wachawi wa hiyo familia. Nasema nao wachawi, wachawi ninyi mliobeba uchawi ili kuzuia hivyo vipawa kwenye hiyo familia, wachawi wa hiyo familia, waleteni kwenye madhabahu hapa, kwenye madhabahu. Malaika wanapita, malaika wanapita. Yes, malaika wanapita. Wabebe walete kwenye madhabahu. Malaika wanapita, waweke hapa. Malaika wanapita kwenye ulimwengu wa roho. Hiyo familia, huo uchawi nasema, na huo uchawi kwa damu ya Yesu. Nyanyua mikono yako, nyanyua mikono yako. Usimwangalie jirani yako, kuna moto. Huo uchawi hautafanikiwa,
Leo ninafuta hiyo mikataba. Leo ninafuta hayo matamko. Leo ninafuta hayo matamko. Nasema nayo jioni ya leo. Kila kilichofunikwa kwenye maisha yangu, Roho Mtakatifu, ninakutaka wewe na nguvu zako jioni ya leo. Roho wa Bwana, na nguvu zako na uweza wako kwa jina la Yesu. Hayo maisha yaliyofunikwa, yaliyotekwa na giza, jioni ya leo yafunuliwe. Kila kipawa kilichoko ndani yangu, kilichoshikiliwa, jioni ya leo kifunuliwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo, enyi roho, achia, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana sasa. Nenda mbele za Bwana, tamka kipawa cha kibiashara, kipawa cha huduma, kipawa cha uchumi. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Achilia moto, achilia moto mpaka kule nyuma. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Mandarabasa, mandorobosa. Haya, ninyi roho, ninyi roho, ninyi roho mnaoleta uharibifu, roho za mashetani, achia hicho kipawa, achia hicho kipawa, achia sasa, achia hiyo familia. Toka, toka, toka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yes, 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 yes. Endelea, endelea kuomba, endelea kuomba. Mando robosa, mando robosa. Hicho kipawa kilichoshikwa kinaachiliwa sasa. Hayo maisha ya ndoa yanaachiwa, hiyo afya inaachiwa kwa damu ya Yesu.